Hapa mzee mzima. Kijana mdogo. Daktari. Ulitoka Nairobi lini? Nilitoka juzi. Mbona ukakuja hapa? Nilikuja nilidhani huko utapata. Watu wazima kabisa. Daktari, tarudia daktari. Sasa. Sawa. Nataka nikwambie. Niambie daktari. Mimi ni daktari kiboko yao. Na hizi vitu najaribu kufanya mimi ni mzee. Na nitakusaidia. Daktari, lakini daktari. Ng'ombe za wenyewe ziko wapi? Wacha nisimulize. Ng'ombe za wenyewe alichukua akapeleka kwa kina bibi. Sasa mimi niko hapa, nitamsaidia, lakini nitakuwa hapa mpaka mamake akuje. Mamake nishamtoa Nairobi na nguvu zangu. Nishamtoa Nairobi, anakuja. So nitakuwa hapa mpaka mama yake afike. Ndio atupeleke mahali ng'ombe ziko. Tuone vile tutafanya. Wow. So wanakijiji, tafadhali msishangae ni kitu gani inaendelea. Huyu kijana ni mzuri sana, lakini tabia ako na utundu na ako na kiburi. So lazima adhibiwe. So tafadhali msione kama amefanywa kitu kibaya. Unaona hata mtu akifanya makosa na adhibiwe. Haya, wewe umeenda kwa mwenyewe umeiba kitu. Na ukiadhibiwa unaweza kuambia haya, sio mtu ameiba kitu hapa nyumbani. So hata mnaweza mpiga hata mapanga bure. Asisi atupige watu mapanga. Lazima adhibiwe ndio ajue kabisa ana makosa. Hii mkia kwanza inafaa ikae hivi mpaka hawezi kufa shosho vile shosho anasema hawezi. So wacha tusubiri mama yake tuone vile itakuwa na tuone vile mambo inakuwa. For now, wacha tusubiri tuone inakuwaje.